Mimi napata mateso ya nini? Mimi nateseka hivi, nateswa hivi. Ay. Mimi naomba msaada. Arasha wartabuni disemendana bana diskutush. Una da qafka argatongo jawariyada ya qafka. Mdudu Online TV imeweza kufika katika kijiji cha Mureru na kuweza kuzungumza na familia hii ili kuweza kujua nini hasa changamoto zinazowakabili hasa baada ya mmoja kati ya watoto 9 kuweza kuuza eneo katika eneo hili, lakini baba pia mzazi akilalamikia eneo lake kuuzwa na kijana huyu bila ya kumshirikisha. Hii ni Mdudu Online TV. Kama ni Kiswahili kisha hida nganyidhenyi. Anasema kinachomuumiza ni kwamba ni kunani ardhi yake kuuzwa. Ndio kitu ambacho kinampa changamoto. Na huyo kijana wake anasema kwamba sasa yeye na mke wake ndio wanashirikiana kuuza ardhi yangu bila ridhaa yangu. Ndio kitu ambacho kinampa changamoto yeye. Na anasema sio mkubwa na sio mdogo. Yeye ni kijana wa 3. Kwa shahida mara 3 ni basa anasema ameuza zaidi ya mara 3. Nema ya kwa shahidi kaji ya mara kwanza aliuza 2. Tudaga sadabada gator ya kamate anvikti shahidi kitu. Anasema wakati alipouza ile alipouza mara kwanza, sasa alikuwa anakusanya familia ili kwamba tulizungumzie kama familia kulitatua kwa amani. Sasa katika harakati hiyo akauza tena mara nyingine ya pili. Na kuna mtu ambaye sasa alimkuta kwenye shamba. Akambulia sasa wewe ni nani? Akamwambia mimi ardhi nimeuziwa na William. Na ameandika mwenyekiti na mtendaji ndio waliohusika wakubwa mbani. Kiadhilu anasema ile eka moja nikarudisha. Barajana kwenda hii. Na zile barua zipo za kurudisha eka moja. Tayari. Kwa ungabuni gitina. Na wahusika iko kwenye karatasi, waliohusika kuwa mashahidi na nini ipo kwenye karatasi. Niliyegia ikesi ya wasikini ya kasimwa. Sasa kwa yale mengine leo baki alikomboa moja, yale mengine leo baki mawili, sasa ndio iko kwenye kesi. RGFT anyade doshiwa kapade darani. Na sasa katika kushirikiana na kijana mkubwa mbali sasa hivi mara ngashaka sasa sasa kesi ilishaisha ya hiyo sasa ekari 2 zilizobaki. Hiyo moja si ameshamaliza, ekari 2 hizo sasa ambazo ndio alikuwa ana nani piga nayo aliyofanya kesi. Kufika mwisho kila kitu ameshamaliza, ikageuzwa tena kesi sasa. Ndera game chiu naswe ofisi ya mkoa wa wilaya. Basi wakaendelea mwaka jana sema tukawa nimeenda paka na ofisi ya mkoa wa wilaya. Sitagesho nyanda kama gwergo edanya siasa ngakula piti yang sitage ngonyen. Sasa walichoongea kule aliambiwa kwamba tu ni kwamba mzee arudishiwe shamba lake, ndio alichoongea mkuu wa lakini sasa badala yake mzee anakuja nakamata kwenye ardhi yake na anakamata anapelekwa ndani kila mara anakamata. Sasa nakuta nyumbani na anapelekwa sasa kituoni kwa sababu ya ardhi yake. Ndio changamoto. Aliyewekwa ndani kamato ni huyu kwa juzi mara ya mwisho. Yeye akamfuata na yeye akapigwa ndani. Wewe mwenyekiti kijiji yenye dansi shahidi. Kwa hiyo mwenyekiti akija alichomwambia baba anamwambia kwamba eneo lako imeuzwa. Kwamba anatoka kwamba eneo la baba na akamwambia imeuzwa. Kesho arende arakishahidi nirijenji. Baba akasema nikamwambia sasa na hata mwaka jana ulishauza nyingine. Wagi yani na kesho ningeamsha siete. Sasa mwenyekiti akamuuliza baba wewe unasemaje maana ardhi tayari shaenda shauzwa. Kidia banigia bebadid. Akamwambia sasa mimi naomba kwamba ardhi yangu irudishwe. Mimi RGFT ande sio pedid. Na kijana ambaye yuko naye anasema ana kilema. Kwa ndo changamoto. Arasha wartabuni disemendana bana diskutush. Una da qafka argatongo jawariyada ya qafka tush. Anasema kitongoji alikuja mpaka huku pamoja na baba mdogo. Kwa sababu ya kusaidiana na huyo William kuuza ardhi ya baba. Kwa hiyo ndio changamoto. Si orjede nyana takwani kama yeme no mazi da heka. Sasa anasema kijana wake ameondoka, lakini sasa hamu yake ni kwamba kuna mtu ameingia. Sasa
Ngashia kwa sunu sinyanya sana ni kwa sunu. Sasa nasema ndio mimi ninavyonyanyasa ndio iko hivyo kwa ujumla. Kijiji cha Warjedia, kijiji pamoja na baba mdogo. Sasa kitongoji mwenyekiti Warjedia bunida ka hagana asama. Hao ndio watatu ambao wanashirikiana na William kuuza ardhi ya mzee. Na wanapouza sasa. Sisi daini hii. Ya msikia msaada. Sasa shida yake ndio hiyo, kwa naomba msaada. Ofisi ya mkoa na kida ofisi ya ofisi ya rais ndio anasema naomba msaada. Sasa maana sasa ilikuwa ni changamoto. Chanzo ilikuwa ni kwamba alianza kuzibaziba, alianza kukatakata kukatakata mamiti kwenye mlango karibu na mlango wa huyu kaka mkubwa. Sasa ndo yani yeye anakata miti then anakimbia kwenye kituo cha polisi. Kituo na kumwambia mimi natishiwa. Kifika mwai sida maigwar kutagelsi yaftaka toshtai. Mara kutagel nikawa chanzo cha hizi. Sasa polisi wanapowaweka ndani huwa wanafika eneo la tukio au wanasikia tu maneno kutoka huko? Kwa kweli ni kwamba hawafiki kwa sababu wao yani ni kwamba huyu anafanya tukio yeye William, alafu anaenda kituo cha polisi, anakuja kusingizia kwamba yeye anatishiwa. Sasa wanaagiza mgambo kuja kumkamata baba au maana ndo wanaokamata. Kwa hiyo ni kwamba wao hawaji, ni kwamba tu anaagiza mgambo, anaagizwa basi anakuja kuchukua. Mara zote hizi hamna waliokuja kwa ajili ya wakanipeleka kwenye ofisi wa kijiji. Baada ya kufika kaniweka ndani. Wakanisikiliza muda saa 12. Baada hapa akasema wao umetishia kisu na fimbo. Akamwambia huyu ambaye ametishiwa, ambaye ndo anasema mimi nimenunua hii eneo. Watu watatu wamenikuta milangoni kwangu, mimi niko na watoto wangu na kama mama ameenda hospitalini. Wakaniambia hapa sisi tunakanyaga eneo hili, sisi tumenunua. Lakini mwishoni hapa wakaenda ofisini wakanishtaki, akamwambia huyu ndo ametutishia. Sasa mimi nikamwambia ondokeni hapa kwenye maeneo wangu milangoni kwangu, nikuja nyumbani kwangu kabisa, lakini nikamwambia ondokeni. Lakini wakaenda wakamwambia huyu anatutishia, wakaja kunikamata, wakanipeleka ofisi wa kijiji, tukakuta mwenyekiti na mtendaji pamoja na yule aliyesema ambaye ndo amenunua ardhi pamoja na William. Wakaniambia wewe ndo umetutishia. Wakaandika barua kwamba sisi huyu tunapeleka kituo cha polisi na pelekeni fungeni wala hata isirudi. Huyu ndo anayesumbua familia kwa Wamge. Sasa mimi niko kwenye eneo langu na niko kwenye eneo la baba yangu, wananikutaka nyumbani kwangu wala hanikutaka barabarani wala kwa mtu yoyote, lakini wananikamataka. Alafu cha ajabu sasa, siku hiyo kwenye kituo kijiji wakatangazia baadhi ya wazee ambao wako pale, wakamwambia huyu mzee, baba rudi nyumbani, eneo lako umeshauzwa, nenda popote mahali unataka kwenda. Yani hata ulia machozi hakusaidii. Kijana huyu ni wako na ameuza yaoneloka na ataondoka, na kweli ameondoka. Kwa hiyo una hofu kwamba au unadhani kwamba viongozi wa kijiji nao wamelambishwa kidogo? Viongozi wa kijiji ndio wanaandika kwa sababu nyaraka sisi tunazo ya familia yetu. Sisi tuna umoja na familia yetu. Huyu mmoja ambaye ni William ndo amejitenga, anasaidiana na serikali wa kijiji. Ndio kwamba unadhani kwamba serikali ya kijiji nao viongozi wamelamba kidogo? Ndio sasa itakuwa ile mimi na mashaka yangu ni kweli niseme bora niseme ukweli. Ndio kwamba sasa wanashirikiana kula hizo hela. Kwa sababu kama haoni uchungu kwamba sisi hatuna kitu cha mtu, lakini wanaandikisha alafu hawasemi, alafu hatuiti. Wanaandikisha kesho yako unakuta mtu yuko ndani ya eneo wanatembea na panga. Hujua hata kukatakata au atafanyaje. Sasa mimi naomba msaada. Rais Samia ni mama ya wote na ni rais wa wote. Naomba msaada. Aje anisaidie, aje atusaidie sisi vilema, mimi na baba yangu. Nikiangalia baba yangu ni kisiwi alafu ni kipofu, alafu mkono mmoja umefunjika. Mimi nikijiangalia mimi mwenyewe mguu yangu mmoja hamna. Nikitembea muda kidogo tu nachoka, nashindwa hata kufanya kazi nyumbani kwangu, lakini bado nanyanyaswa. Na kama tu kuna pale kwako tu. Alafu nikifika wananiweka ndani. Alafu baadaye wananitoa wananiambia tafuta namna kwenda nyumbani. Sina hela mfukoni wala sina namna yoyote ya kutembea. Kwa hiyo huwa wananitupa huko nje, wananiambia tafuta namna ya kwenda. Sasa hii mateso gani hii? Mimi tunapata mateso gani? Kama serikali wapo Tanzania, kama serikali wako kila mahali, kama rais yupo. Sasa tunateseka nini? Mimi napata mateso ya nini? Rais aniambie tu. Mimi napata mateso ya nini? Mimi nateseka hivi. Mimi naomba msaada. Hiyo ni kwamba sasa mimi naona Mama Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bora ingilie kati, kwa sababu kama hawa wanafanya hilo
Maana yake ni kwamba kuna jambo ndio wahusika wakuu wanaoingilia eneo la baba, kwa sababu wanapopiga tarehe huyu William anakuja kufanya tukio. Hata baada ya usuluhishi ile cheti nafikiri uliona ya usuluhishi la ardhi, baki sasa ni kumlipa yule mtu fedha zake. Yule aliyenunua ardhi, mke wake ndio mmoja wapo mjumbe wa baraza hilo, akaja kesho yake ndo akalima. Sasa kwa hiyo unaona ni jinsi ambavyo sasa wanaizunguka, kwa sababu hili tatizo kama sasa serikali ya kijiji ndo wanashirikiana na huyu kuvuruga amani ya nchi, badala ya kuleta amani ya nchi wanavuruga amani ya nchi. Kwa sababu mpaka mwenyekiti akija anamwambia baba ambaye ndo mwenye familia na ndo mwenye ardhi kwamba ardhi imeuzwa, utafanya nini? Kiongozi wa nchi, kiongozi wa kijiji ndo anazungumza hilo. Hasa hapo kuna amani? Tunaomba kwa kulinda amani ya Tanzania ambayo tunaamini, mimi nasema kwamba amani ndo chanzo cha kila kitu, na sisi tutazidi kulinda amani, na hata Mama Samia anamhakikisha kwamba tunazidi kulinda amani. Mimi naitwa James Gejaro, ni mwenyekiti wa kijiji cha Mureru. Kwa hiyo mgogoro huu kwa Wamgeo na kijana wake aitwaye William ni mgogoro unaohusu mgogoro wa ardhi, kwamba William kama mtoto wa mzee Wamgeo alipewa ardhi mwaka 2014, lakini baada ya kutumia sasa ile ardhi kwa maana ya matatizo ya familia yake, alipouza ile ardhi, kipande cha ardhi, basi mzee Wamgeo akawa anamlalamikia kijana wake kwamba ardhi hii sio mali yake. Sasa kwa nini mnahusishwa kwamba mmemsaidia huyu kijana kuuza, lakini na nyie mpate kitu kidogo? Hiyo habari za kitu kidogo itakuwa ni uongo, kwa sababu sisi kama kijiji, mtu anapotaka kuuza kitu ambacho ni mali yake, basi kama ofisi ya kijiji tunaweza tukamsaidia kwa maana ya kuweza kumtatulia tatizo lake. Lakini inaonekana hamkuuza kwa kuishirikisha hiyo familia. Mlikutana tu na kijana ambaye anadaiwa yeye ameuza ardhi ya baba yake. Sisi tulimshirikisha kwa sababu yule kijana William na mke wake na watoto wake na ndio walioandikisha ile ardhi kwa ajili ya matatizo ya mke wake kuugua na kupeleka Makuyuni. Kwa hiyo ndio akauza. Ndio akauza. Baada ya kuuza ile eneo ikaonekana kwamba mzee amekataa, lakini kijana akasema hana kitu kingine zaidi ya ile eneo aliyopewa na akatumia tangu mwaka 2014. Mkaona kwamba baada ya hii familia kwenda mahakamani, yeye mliamua sasa kuvunja baraza la usuluhishi la kata. Hiyo itakuwa ni uongo, kwa sababu sisi hatukuvunja baraza kwa maana ya tatizo la William. Huwezi kuvunja baraza kwa tatizo la William, bali baraza la ardhi la kata lilivunja kwa ajili ya matatizo mengine mengi, wala sio hilo. Kwa hiyo mna mpango gani baada ya kuelezwa sasa na kupewa maagizo na ofisi ya mkuu wa wilaya kwamba mkalirejeshe hilo baraza? Tulishaunda baraza inafanya kazi. Maana baada ya kutoka kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya, baraza liliundwa na sasa hivi inaendelea kufanya kazi. Na hata ile tatizo sasa la William, kama maelekezo ya mkuu wa wilaya kwamba wakapeleke shauri lao kwenye baraza la ardhi, na sasa hivi wapo kwenye baraza la ardhi la kata. Sasa kwa nini familia hii inawalaumu nyinyi viongozi? Wanatulaumu kwa sababu sisi kama kijiji, kwa sababu yule inaonekana kwamba yeye amenyanyaswa baada ya mke wake kuugua na kuanza kuuza ile eneo, wao wakawa wanalalamika kana kwamba ile eneo sio la kwake. Lakini awali ulisema kwamba kuna mgao ambao walishirikisha serikali ya kijiji kwa familia hii. Hapana, hawajashirikisha serikali ya kijiji, lakini mwaka 2014 ndio hao vijana watatu wa mzee Wamgeo kama vijana ambao wamekuwa waligawiwa maeneo kila mmoja eka 5 na sehemu ya kujengea nyumba kwa maelezo ya William pamoja na familia yao. Sasa mliwezaje kujiridhisha mkaamua sasa kuidhinisha hilo eneo liweze kuuzwa bila kumshirikisha babaye? Tulimshirikisha, mara nyingi tumemshirikisha kabisa kwenye ofisi ya kijiji, na kwa sababu tayari wao wameshamgeukia kijana kana kwamba ndio anauza ardhi bila idhini yake, na kilichokuwa kinaonekana ni kama ukabila, kwa sababu yule aliyenunua ni kama hakutakiwa anunue ardhi ambalo liko karibu na ile eneo la mzee Wamgeo.